Wakati mwingine tena karibu kwenye Sports Update. Ni update za kisoka, ndicho kitu ambacho nakuletea hivi sasa, na kikubwa ni kuelekea mchezo wa CAF Champions League, mchezo wa marudiano kati ya Yanga Afrika dhidi ya Wiliete ya pale nchini Angola. Baada ya mchezo wa kwanza Yanga kuweza kuvuna goli 3-0 pale nchini Angola, sasa Benjamin Mkapa, na tunaona kampeni ambayo wanaibeba mashabiki, uongozi kiujumla, klabu, mfumo umekubali kwenye mechi yao hii ya kimataifa, na wamekuwa na ubunifu huo. Tukiona Young Africans katika michezo ya kimataifa, kuna msimu hapa walikuja na days ile kwa wachezaji, wakiwa wanatoa morali na hamasa kwa wachezaji kwenda kupambania timu yao katika michezo ya kimataifa. Tulishuhudia Max Day, watu wakachomekea, tukashuhudia Baka Day, watu wakavaa misuli, Pacome Day, tunakumbuka toka paka bleach, Aziziki Day au Key Day, watu wakaweza kukunja bukta, kavaa vinjunga, wanaita vile vibukta vifupi, ili mradi kuhamasisha mashabiki kujitokeza, lakini pia kuhamasisha wachezaji kuweza kucheza kuipambania klabu yao ya Young African Sports Club. Lakini kikubwa zaidi tunaona pia Ally Kamwe akiwa anaendelea kufanya hamasa. Tunafahamu mashabiki hapa nyumbani Tanzania, hamasa imekuwa kitu kikubwa cha kuwa motivate kuweza kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa ambao unabeba watu 60,000 au na zaidi ya hapo. Lakini pia upande wa Simba kumekuwa na hilo, na tunaona anazunguka sasa hivi katika vyombo vya habari akiweza kufanya hamasa hizo, lakini pia kupitia ukurasa wake wa Instagram ndicho kitu ambacho anakihamasisha. Kitu ambacho kimenifanya niwashe mic ni kuweza kukusomea kile ambacho amekiandika Ally Kamwe kuelekea mchezo wa kesho katika kurasa zake za mitandao ya kijamii. Amesema kwamba Jumamosi inshallah tunakwenda kucheza mechi yetu ya kwanza nyumbani ya ligi ya mabingwa msimu huu. Huu msimu ambao kila mwana Yanga ana ndoto za kuona klabu yetu ikifanya vizuri na kutengeneza rekodi ya kipekee kwenye soka la Afrika. Binafsi kwa mipango na viongozi na quality yetu ya timu yetu, hii ndoto inshallah inakwenda kutimia, lakini haiwezi kutimia kama sisi mashabiki na wanachama wa Yanga tutakaa majumbani na kuacha kuja uwanjani kuisupport timu yetu. Wakati kikosi chetu kikipambania rekodi zake kwenye pitch na sisi tupambanie rekodi yetu majukwaani, ni wakati wa kuiuza zaidi brand ya Yanga yetu Afrika. Tuna siku 3 za kununua tiketi na kupendezesha uwanja wa Mkapa, yani siku ya leo, kesho na Jumamosi ambao ni siku ya mchezo. Uongozi una mpango wa kipekee kwenye mechi za CAF Champions League msimu huu. Tunataka iwe zaidi ya burudani ya dakika 90. Burudani zitawale kabla na baada ya game. Inshallah daima mbele nyuma mwiko. Hilo ni andiko la kwanza la kwake Ally Kamwe kuelekea siku ya kesho dhidi ya Wiliete. Na tunafahamu mchezo umebebwa na kauli ya mfumo umekubali, na inatengenezwa hivyo kwa sababu kumekuwa na doubt kwa baadhi ya wadau wa soka na mashabiki wengine wa Yanga Afrika wakisema kwamba bado hawajaelewa kocha huyu anaichezeshaje timu yake au timu yake ni aina gani. Baada ya michezo kadhaa kuweza kucheza, anapata matokeo, lakini wanaona kile ambacho anakifanya uwanjani kama kiwezi kutoa burudani japokuwa matokeo yanapatikana. Sasa hapa viongozi ajenda yao mfumo umekubali ni kwamba kuweza kuaminisha wadau wa soka, mashabiki wa Yanga na wanachama kwamba wana imani na kocha Romain Folz. Ndio maana Ally Kamwe amesema kwamba mfumo umekubali wanangu, kesho kitapigike kimwagike, ni siku yetu ya kufurahi uwanja wa Benjamin Mkapa, kata tiketi yako mapema. Ally Kamwe akiwa na maanisha hilo, lakini tunaona akiwa na doubt hiyo kubwa kwa mashabiki. Mchezo wa kwanza Yanga walipata ushindi mzuri tu pale nchini Angola, lakini sijui kipi ambacho kinawafanya waweze kuwa na doubt kwa kocha Romain Folz. Basi mfumo umekubali, siku ya kesho shabiki wa Young Africans kama inavyosema klabu yako, fika mapema sana pale Benjamin Mkapa, 11 kamili za jioni mchezo utaanza, uweze kuona ule mfumo ambao umekubali anaozungumzia Ally Kamwe, afisa habari wa Young Africans. Lakini kikubwa kingine ambacho Ally Kamwe anasema ni kwamba wenye nidhamu yetu kesho kwa buku 3 tunakwenda kuenjoy CAF Champions League. Sasa hapa tafsiri yake kama anapiga dongo upande wa Simba baada ya taarifa ambazo zinatoka mashabiki wa Simba kutoushuhudia mchezo live katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Badala yake watazama kupitia runinga ambao wenye haki ya kuonyesha matangazo Azam TV watapa burudani hiyo wana Simba. Adhabu ambayo wanapewa na shirikisho la mpira miguu CAF kutokana na kukiuka nidhamu za mchezo kwa mashabiki. Sasa Ally Kamwe hapa kama ndo anapiga dongo, wenye nidhamu zetu kesho kwa buku 3 tunakwenda kuenjoy CAF Champions League. Na tiketi kwa upande wa mzunguko Young Africa wameweka shilingi 3,000. Kwa hiyo Ally Kamwe tunaona anapigia kelele, na ndio upande ambao unabeba mashabiki wengi sana wa soka katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Katika wale mashabiki 60,000 upande wa mzunguko una mashabiki wengi zaidi ya 40,000. Lakini pia VIP C ni shilingi 10,000, VIP B ni shilingi 20,000 na VIP A ni shilingi 30,000 katika mchezo wa kesho dhidi ya Wiliete.
affiliate. Mchezo utakuwa aina gani? Basi utaweza kupata chambuzi mbalimbali kutoka hapa JNR Mtita TV, kwa chambuzi ambao makini kabisa na ambao wanatoa data nzuri kwenye upande wa soka. Endelea kuwa nasi, subscribe YouTube channel yetu JNR Mtita TV, rafiki namba 1 wa burudani na michezo, kwa ajili ya kuweza kupata update nyingi zaidi. Bwana familia wa JNR Mtita Unisex Saloon, karibu sana kwenye tawi letu jipya. Kama kawaida yetu, utaratibu wetu vile ambavyo ulivyo, bei nafuu, affordable kwa kila mwananchi, kwa kila Mtanzania. Shilingi 2000 za Kitanzania kunyoa na kuosha bure kabisa. Leo nakukaribisha hapa tawi letu la Toa Ngoma kwa Sako kwa ajili ya kuweza kupata huduma nzuri, lakini kikubwa zaidi, huduma ambazo zinapatikana hapa ni bora. Inawezekana umenyoa saluni mbalimbali, lakini pia umeweza kufanya huduma katika maeneo mbalimbali hapa Dar es Salaam. Lakini hapa tunaweza kusema ni bab kubwa. Bab kubwa kwa nini? Utaenda kusikia hudumu chenyewe kile ambacho wanakisema. Tuna huduma nyingi sana. Tunanyoa kwa shilingi 2000 za Kitanzania, fashion zote. Mbali na hapo pia tunafanya huduma kama kufanya scrub, tunafanya facial, manicure, pedicure, lakini tunapaka bleach, black, purple, lakini pia tunapamba maharusi. Karibu sana uweze kujionea mandhari ya saluni yetu ambayo inapatikana hapa Toa Ngoma kwa Sako. Mandhari yetu ni bora kabisa kama vile ambavyo unaona katika saluni zetu nyingine. Ukiwa pale Mikwambe Maliasili Kigamboni, ukiwa pale Kibada kabla na shule ya msingi Kibada, au ukiwa pale Buguruni Rozana kabla na kuteza polisi, au ukiwa pale maeneo ya Temeke Sudani kona ya kwenda Tandika, basi hapa tumeboresha zaidi. Karibu kwa ajili ya kuweza kupata huduma mbalimbali, na leo hii ukipata habari hii basi mwambie na mwenzako. Kwa wakazi wa Toa Ngoma tumekusogezea huduma bora kabisa. Uko maeneo ya karibu na Toa Ngoma, nikimaanisha Kongoe, uko maeneo hata ya Mikwambe unabadilisha mazingira kwa siku moja, basi karibu katika chimbo letu jipya ambalo linapatikana hapa Toa Ngoma kwa Sako. Kama unatokea Kongoe, mkono wako wa kushoto, lakini kama unatokea Feri unavuka barabara, mkono wa kulia, ndipo ambapo linapatikana chimbo letu. Karibu uweze kujionea mazingira mbalimbali ambayo yanapatikana hapa. Bei yetu affordable, 2000 za Kitanzania, fashion yoyote ile, lakini kuosha ni bure kabisa. Kwa majina naitwa Fredrick Emmanuel Kayombo, ni mfanyakazi wa JNR Mtita Toa Ngoma. Tunawakaribisha sana wateja wetu, tunanyoa jinsia zote, wanaume kwa wanawake, na huduma ambazo zinazotolewa hapa ni upande wa kunyoa ni kama napaka wevu, napaka super black, magic powder. Kunyoa ni shilingi 2000. Tunawakaribisha sana. Kwa majina naitwa John Gervas Rutasia, ni mfanyakazi wa saluni za JNR Mtita Unisex. Tunawakaribisha sana Toa Ngoma, kituo Sako. Tupo tunanyoa mitindo yote, tunapaka black, magic, tena na scrub zipo. Karibu sana, tunawakaribisha sana wateja wote